uchumi wetu ulikuwa umeharibika zaidi, mahali ambapo haijafika tena. Ni kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Kwa sababu corona ilikuwa imefunga uchumi kwa takriban miaka miwili. Hatukuwa tunaenda shambani, hatukuwa tunaenda sokoni, hatukuwa tunasafiri, biashara zote zikafungwa. Ndio unaona 2022 wakati Rais Ruto anachukua usukani, hali ya kiuchumi ilikuwa imezoroteka kabisa. Lakini katika safari ambayo tumekuwa nayo ya miaka miwili na nusu, kuna vile tumepiga hatua kidogo, lakini hatua muhimu katika kujaribu kudhibiti makali ya uchumi kwa mwananchi. Mtakumbuka siku ile Rais Ruto anachukua kiti ya urais, kilo 2 ya unga ilikuwa 250. Na kila siku kulikuwa na maandamano ya sufuria. Kweli si kweli? Na wale waliokuwa wanaandamana walikuwa wanasema punguzeni bei ya unga, iko juu 240 250. Na tukakubali ya kwamba kama kilo 2 ya unga wa ugali ambao unatumiwa katika familia nyingi sana imefika 250 240, wananchi wengi hawezi kumudu. Kupitia sera za serikali ikiwemo kupunguza bei ya fertilizer kutoka 7,000 kwa mfuko moja mpaka 2,500, kupitia sera mingi ambazo tumeweka ikiwemo kutafuta mbegu za kusaidia wakulima wawe na mbegu nzuri, kupitia bidii yenu kama wakulima, na kupitia baraka ya Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia mvua. Kuna baraka ya Mungu, kuna bidii ya mkulima, na kuna bidii ya serikali ya kupunguza bei ya fertilizer, bei ya mbegu, na kusaidia wakulima. Hiyo mambo yote imetuwezesha tumepunguza bei ya unga kiasi kwa takribani zaidi ya shilingi 100. Sasa iko 150 140 hapo, na bado tuna